Ninamshukuru Mungu kwa neema yake. Tuko salama, ameachilia pumzi yake bado. Ametupa kibali tunaishi. Somo langu andika, tunza utukufu wa Mungu juu yako. Mungu anapojichagulia mahali, Mungu anapomchagua mtu kwamba mtu huyu atakuwa chombo cha kwangu, uwe na uhakika hilo ni jukumu kubwa. Tunasoma tu kwamba mwanamume ni utukufu wa nani? Lakini ukishuka hapo chini nasema na mwanamke ni utukufu wa nani? Si umesoma hapo? Amina. Lakini Biblia inakazia, nasema katika Bwana sio mwanamke bila wala sio mwanaume bila. Ukishia tu kusoma kwamba mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanamume, ukaishia tu hapo, uwe mwangalifu sana. Kuna watu wanajua kupindua maandiko. Ukisoma tu mwanamke ameumbwa kwa ajili ya mwanaume, ukaishia tu hapo. Lakini ukishuka pale nasema sio mwanamke bila, zingatia sana hicho. So, Mungu anapomtamka hivi mwanamume katika uumbaji, wakati Mungu anamuumba mwanamume, mwanamke yuko ndani ya nani? Ya mwanamume. Si ndio Biblia imesema hivyo? Amen. Amina. Kwa anapokuja kutokea huyu mwanamke, lakini alikuwa ndani ya mwanamume. Kwa hiyo anaposhuka kwenye kila mmoja apokee utukufu kwa mwingine, kwa maana Mungu apokee utukufu kwa mwanamume na mwanamume apokee utukufu kwa mwanamke, ni mgawanyo tu. Na ni kitu hiki alikuwa anakifundisha mtumishi wa Mungu Paulo. Yumkini kuna vitu vilikuwa viko vizuri kwa watu, Baba tusaidie sana, lakini akawa anawatazamisha kiroho. Kwa ukizingatia hapo sana, kinachokaziwa ni unyenyekevu, utiifu, kutokuwa kinyume. Kwa kama Mungu amesema sisi ni utukufu wake, wewe ni utukufu wake. Kama Mungu amekusema hivyo, kama ndivyo mbingu ambavyo zinakutazama wewe, kama ndivyo mbingu zinakufahamu wewe uliyeokoka, kwamba wewe ni utukufu wa nani? Yaani umeumbwa kwa mfano wa Mungu, wewe ni utukufu wa nani? So, maisha yako wewe lazima yaakisi hicho ambacho Mungu amekisema juu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani kama Mungu amekusema hivyo, kama amekupa hiyo heshima kwamba yani wewe ni utukufu wa nani? Wewe hapo ulipo, haijalishi ukoje. Kwa habari ya Mungu kupokea utukufu kwetu, tukienda tu kwenye hali ya kawaida ya watu walio katika ndoa, kuna jinsi mume huwa anatamani aone mke anatembea katika hali fulani, yaani kutambua huyu ni mme, na sio kutambua tu katika hali ya kawaida, lakini kuna vitu lazima avifanye huyo mwanamke, kwamba yuko chini ya nani? Hata kama uwezi sema, lakini ndio hivyo hivyo. Amen. Sasa hii haitokani na mwanadamu, inatokana na Mungu mwenyewe. Kwa ikitokea unakuwa kinyume, hauwi kinyume kwa ajili ya huyo mwanamume, unakuwa kinyume kwa nani? Kwa Mungu, kwa sababu Mungu ndo ameagiza hicho, sio huyo mume. Kwa kama inatokea kuna kitu unafanya, yani haufanyi kwake, unafanya kwa nani? Baba tusaidie sana. Baba tusaidie sana. Kwa moja kwa moja kuna vitu vinafanyika ambavyo mwanamke aliye kwenye ndoa akivifanya kwa mume wake, huyo mume anapokea utukufu. Amina. Jamani, amina. Bwana Yesu atusaidie. Nasema hivi, kuna vitu ambavyo huyo mwanamke akiwa aliye kwenye ndoa, maana imesema sio mwanamke bila, sawa
Kwa kuna vitu ambavyo huyo mama akivifanya kwenye ndoa, mume anapokea nini? Mume anapokea heshima. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo wakati fulani wale kwenye ndoa, mmea akiamka akaondoka, amefunga kishikizo kimoja kiko huku kingine huku, elewa tu kuna sehemu mama hajasimama kufunga hilo shati, na ni kitu kidogo ila kikubwa. Amina. Kwa hiyo akiondoka na shati kama imetafunwa na ng'ombe, haijapasiwa, unajua tu kuna vitu havijakaa. Amina, wana wa Mungu. Ukisoma mke wake na Vashiti, alikuwa mke wake na nani? Malkia nani? Mfalme Asuero. Umewahi kusoma ile story? Mwanamume ni mfalme, alafu mwanamke ni nani? Kwa kama Malkia lazima akasimame kwenye position yake ya nini, wala kasijaribu kwenda kwenye kofia ya nani? Ya mfalme. Sasa kuna uwezekano kakienda kakaanguka, maana sio mahala pake. Lakini ukisoma alichokifanya yule dada wakati mume anataka apokee utukufu, sawa Kwa hiyo alipotaka awaonyeshe watu kwamba yani Mungu hajakosea kumpa yule mke mwenye heshima, mwenye adabu, anayejielewa. Bwana Yesu apewe sifa. Kale kama mama kaka crash, labda likaita zaidi ya mara 3 mara 4. Kuna mama wana majibu eti yana kikujibu tu na nywea, yani ili usikwazike, bora unyamanze. Baba tusaidie sana, Baba tusaidie. Tunasema ni Mungu amefanya hicho, sio huyo uliye naye, ni Mungu tu. Kwa kilichotokea kwa yule dada, yule alikuwa ni mume kabisa wa ndoa, lakini soma kilichotokea. Ndoa iliendelea, ilivunjika aliendelea kukaa kwa mfalme. Zile stahiki zote alizokuwa anapata aliendelea kuzipata. Jamani, amina. Kwa kama alikuwa anakula sausage, anakula nyama, anakula hivi, yani nadhani alirudi kwao. Sasa kama sisi wengine tumetokea huko ndani huko. Amina. Kwa hiyo ili mume apokee utukufu kwa mke, kuna vitu mke anatakiwa avifanye. Amen. Amina, wana wa Mungu. Baba atajibosibosi hapo, kwa sababu yuko mama ambaye amesimama kwenye nafasi yake, alafu anajielewa. Kwa hiyo baba atajisikia vizuri sana. Jamani, amina. Moja nikasikia mtu mmoja anasema, yani mimi sijui mara mwisho nimeoga maji alionipelekea mke wangu lini. Yani mpaka alishasahau. Kwa hiyo ashajichukulia yeye msela. Kwa hiyo anajitengeneza tu aishi hivyo, hata kama mama yupo. Na mara pengine utasikia anakwambia, ile nyumba mama ndo msemaji ile. Baba ana sauti kabisa ile nyumba. Na watabaki wanaishi tu, lakini yani hao watu waishakuwa tabani kwa habari ya baba na mama kuwa pamoja. Mungu atusaidie sana. Sasa vikikosekana hivyo vitu, hiki kitu ni cha kifamilia. Kuna vitu vinatoka hapo kuingia mpaka kwa watoto. Yani kama mama hakai kwenye position yake juu ya baba, watoto wana noti. Kama mama kikurupuka tu kujibu, watoto wana noti. Kwa hiyo inapandwa mbegu mbaya. Sasa kama ni baba ambaye hajakaa vizuri na Mungu, na huduma zingine zinafanyeje? Zinakufa. Nasema kama ni baba ambaye hajakaa vizuri na Mungu. Okay, tunapokuja kwenye upande wetu kwa habari ya rohoni, haina tofauti na hicho ambacho tunaweza tukatendeana sisi kwa sisi. Ikiwa Mungu anatamani apokee utukufu kwako, kuna jinsi anataka kuona wewe unaishi. Ili apokee nini? Kuna jinsi anatamani kuona wewe ni mtii, ili apokee nini? Na tunasema mahala ambapo umejituni kukaa kwenye nafasi yako vizuri, mahala ambapo Mungu anaheshimiwa, mahala ambapo Mungu wanamtii,
mahala ambapo Mungu ananyenyekewa, mahala ambapo Mungu anaona ile mioyo ni mioyo haina kiburi, hapo mahala ni patofauti. Mungu huwa anakalisha utukufu wake hapo, anakalisha heshima yake hapo. Kuna vitu anaachilia hapo, na kuna vitu hamtaomba hapo, maana akiangalia mmekaa kwa utukufu wake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anapojichagulia mahala kwamba ni wewe, si kitu cha kushangilia sana, kwa sababu kina gharama kubwa, kina gharama kubwa, na wengi hatujui maana yake. Mfano, pastor alipoitwa kuja kwenye madhabahu hii, asiyejua anaweza akasema mchungaji ameukata. Hajui jukumu ambalo mchungaji amepewa. Kwa mbingu zinamwangalia pastor, kwa ajili ya hao wote. Unadhani yule baba na mzigo mkubwa kiasi gani? Unaweza ona? Baba tusaidie sana. Kwa hiyo Mchungaji Kimaro anafanya kila njia, kwa sababu Mungu amemleta katika madhabahu hii. Kwa anafanya kila njia kae vizuri kwenye hii madhabahu, ili utukufu wa Mungu uwepo wapi? Ili wao ufanyeje? Upokee, kwa sababu Mungu amesema hapa mahala ni pa kwake, apokee utukufu hapa. Amesema wewe ni wa kwake, apokee utukufu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima uwe mwangalifu kwamba hivi formula nayoishi inampa utukufu Mungu. Yaani hivi nilivyo, yaani hivyo tu ulivyo hivi, unadhani unavyoishi Mungu anapokea utukufu? Yaani sio mpaka uulizwe tu hapo hapo ulipokaa, mfumo wa maisha ulionayo Mungu anapokea utukufu. Mungu si amekuamini, apokea utukufu kwako, atukuzwe juu yako wewe. Okay, jiweke kwenye hiyo nafasi sasa. Kwa hiyo unapokaa kwenye nafasi yako, Mungu akatukuzwa juu yako wewe. Tumesema kuna vitu hautaviomba kabisa, yaani hautapata shida. Ni tofauti na mtu ambaye anaishi kinyume na vile Mungu ametaka kupokea utukufu wake kwake. Ufungua kwenye Daniel 1:15. Hata mwisho wa zile siku 10 nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi, na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Nani amewahi kusoma hii story? Umewahi kusoma Tukisema ukikaa vizuri, kuna vitu Mungu anafanya hata huelewi. Ukikaa vizuri, Mungu akapokea utukufu kwako. Au ni vijana ambao walichukuliwa, tunajua, kule utumwani, na wakaonekana ni vijana wazuri na kila kitu, kwa sababu walikuwa wanastahili. Hicho ndivyo walivyokuwa. Wakati wameingizwa kwa mfalme, tunajua kwamba vikandaliwa vyakula vizuri. Tunaelewa ukiwa kwa mfalme, mfano wewe kwa rais, alafu rais anatoa agizo, nitafutieni watu kadhaa wazuri waje, nina kazi nao. Anasema waandalieni chakula kizuri, wawekeni mahala, yani wasifanye kazi ngumu, watulie tu hapo, ni kula, kuoga, kufanya hivi. Sawa, ameandaa posho nzuri. Lakini kilichotokea kwa jamaa, mtu mmoja akasema, hapana, sisi hatutashiriki hicho. Ukirudi kwenye mstari wa 8 kule, unaona jinsi ambavyo Daniel anasema sisi utujaribu kwa nini? Kwa mtama na nini? Kwa mtama na nini? Anasema akadhamiria moyoni mwake kutojinajisi kwa chakula cha nani?
wala divai aliyokunywa nani? Akadhamiria kutoka wapi? Yaani amejielewa kwamba nikifanya hivi napoteza utukufu wa nani? Ameelewa kabisa. Kwa hiyo hata kama iliandaliwa posho nzuri, lakini anasema hapana, hivi ni vizuri, ni kweli. Na kwa kawaida tu uko utumwani angeona hii ndo tumetoboa kabisa. Lakini anasema hapana, sisi mtupatie mtama na nini na maji. Halafu anayesimamia hawa watu alikuwa ameagizwa kwa muda wa miaka mingapi? Miaka 3. Daniel anasema mtupime kwa siku ngapi? Siku 10 tu. 10 tu. Sio miaka 3, siku 10. Tena kwa chakula ambacho yamkini hata kwa mfalme kilikuwa hakipo. Siku 10 tu. Tunza utukufu wa Mungu juu yako. Amen. Amina. Hawa jamaa aliyewaona alijua wanaishi kwa dhiki. Amen. Alijua wanaishi kwa nini? Kwa dhiki. Wangapi wamewahi kula mtama? Kizazi hiki kuna naye kula mtama kweli? Wale wa siku hizo kidogo afadhali. Na kuna wengine mtama hapa hawajui. Mtama na maji. Lakini Biblia inavyosema kwenye hizo siku 10 tu wanaonekana ni watu wa tofauti sana kuliko wale wanaofanyaje? Wanaokula machopochopo. Baba tusaidie sana. Lakini yote ni kutaka kufanyaje? Kutunza utukufu wa Mungu juu yao. Sasa ukitaka ujue nini kilitokea baada ya kuwa amesema hapana, hivi hatutaki, usome uone kinachoendelea. Jamani, amina. Sasa kama Mungu anasema anataka apokee utukufu kwako wewe, lazima ukubali kulipa gharama. Lazima ukubali kulipa gharama. Tumesema sio kitu cha kawaida tu ukasema yani mimi nilishaokoka. Okay, umeokoka, lakini kuna gharama za wokovu zipo, tena ngumu. Amina. Kuokoka sio kunyosha miguu. Hapana. Amina watakatifu. Yaani kuna position inabidi uishi kinyume na kanuni za kidunia. Yaani ni lazima kabisa ili umpendeze Kristo, ili utukufu wa Mungu ukae kwako. Baba tusaidie sana. Lazima kuna formula za kidunia usiziishi, yaani uzikatae kabisa. Baba tusaidie sana. Utakabiliwa na njaa, utakabiliwa na mapito, utakabiliwa na dhiki. Amen. Sasa usije ukasema kuokoka gani huko? Yaani hayo ndio maisha wanaishi waliookoka. Amina mtakatifu. Jamani, amina. Na watu wa namna hiyo ndio Mungu huwa anajivunia hao. Hao ndio Mungu huwa anajivunia. Wanaoweza kukubali kula vitu vya kawaida ili mradi wasimtende Mungu nini? Dhambi. Akapiga miaka 30 40 hajaolewa na hafanyi zinaa ili mradi asimtende Mungu nini? Dhambi. Hali zaka ili mradi asimtende Mungu nini? Dhambi. Hafanyi uchafu ili mradi utukufu wa Mungu kae juu yake. Asipoteze uwepo wa Mungu, asipoteze roho wa Mungu, asipoteze maongozi ya kimungu, asipoteze kusemezana na Bwana, asipoteze ule ujasiri. Anasimama hapo. Baba tusaidie sana. Lakini uelewe, vikikosekana, ukiacha, ukidharau, ukipuzia, ukiona kawaida tu, haleluya,
Hata hicho ambacho unakisema, tunachokiimba kwamba sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na utukufu wa Mungu, ukipuuzia nikipuuzia, Mungu huwa anaondoa. Kauelewe hicho. Hakuna cha utukufu wa Mungu, hakuna cha uwepo wa Mungu, hakuna cha roho wa Mungu, hakuna cha nguvu za Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Waamuzi sura ya 16 mstari wa 21. Wafilisti wakamkamata, wakamng'oa macho, wakatelemka naye mpaka Gaza, wakamfunga kwa vifungo vya shaba, naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Bwana Yesu apewe sifa. Rudi kule ambapo alikuwa bado ana utukufu wa nani? Rudi kule ambapo alikuwa bado ana nguvu za Mungu, ametunza ule unadhiri wa Mungu. Amina. Aliwezekana kwa chochote? Hakuwezekana kwa chochote. Yaani vile alivyotaka kufanya ndicho kilichotokea, kwa sababu uweza wa kimungu, mafuta, mamlaka, upako ulikuwa juu yake. Haleluya. Alikuwa amelitunza agano. Amina. Ametunza adili. Lakini baada ya kuingia kwenye mtego tu, unaona jinsi anavyoshughulikiwa. Mtu aliyekuwa hawezekani. Sikiliza mwana wa Mungu. Tumesema usijivune sana kwamba sisi ni nini. Lakini kwenye hicho ambacho unasemwa, kizingatie sana. Zingatia mno. Ukiona dhambi zinatendwa tu kawaida, mtu asikii chochote, yaani ni hovyo hovyo tu mtu anaenda, na hata kama ukimshauri haelewi, dhambi inamuweza. Baba tusaidie sana. Baba tusaidie sana. Baba tusaidie. Ukitunza uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, ukakaa vizuri na Mungu. Haleluya. Haleluya. Kuna vitu Mungu atafanya kupitia wewe mpaka utashangaa. Utashangaa kabisa. Yaani kuna mahala Mungu atakupitisha, unabaki unasema hivi ndio nimepita hapa mimi. Sikujua kama ningepita hapa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa kuna vitu ukivifanya, utukufu wa Mungu na kuondokea kabisa. Uwe na uhakika. Sikiliza wana wa Mungu, tunaishi lakini hatuishi tunavyotaka tukiwa tumeokoka. Ukitaka kuishi unavyotaka ukiwa umeokoka, wokovu ni kitu kingine kabisa. Kwa hiyo jihadhari sana. Kwa mfano katika Biblia kuna mahala imesema tusile zaka, si ndio? Na imesema tukila nini kinatokea. Kwa hiyo hata kama ungeenda kwa mchungaji akakuombea, akaniombea, kuna kitu tu umefanya hapo. Sasa ili irudi ni lazima utoke kwenye ile hali. Dawa ni hiyo tu. Baba tusaidie sana. Dawa ni hiyo tu. Kama amesema tusijinajisi ili akae na sisi. Mungu wetu atusaidie sana. Mama ukae kwenye nafasi yako. Baba ukae kwenye nafasi yako. Tukae kwenye nafasi zetu. Bwana Yesu apewe sifa. Tukae kwenye nafasi zetu. Sisi tumeokoka. Binti kaa kwenye nafasi yako. Kijana kaa kwenye nafasi yako. Na tukifanya mchezo kuanguka kawaida kabisa. Nasikiliza nikwambie, hatujajitetea kwamba hatukujua. Hizi ni siri Mungu tu anatuambia. Amen. Amina. Amina wana Mungu. Kwa kama unakaa kwenye nafasi yako, kaa vizuri kwenye nafasi yako. Mungu anataka ufanye nini? Anataka uishije?
kaa tu hivyo, kubali ukae hivyo, tunza uwepo wa Mungu. Kuna saa utaona kuna vurugu nyingi, kuna watu hawajakaa kwenye nafasi zao vizuri, lakini ukikaa kwenye nafasi yako wewe, mimi nikakaa kwenye nafasi yangu, haleluya, haleluya, ukatunza huo uwepo wa Mungu, wewe, ni rahisi sana Mungu kutembea hapo mahala. Ni rahisi sana Mungu kuachilia neema yake hapo mahala, rahisi mno. Lakini kwambia, kama tunaweza tukatoka tumejivuruga huko, ukaja kanisani unategemea tofauti na mfumo wa maisha ambao umejitengeneza, utatoka unasema, yani sifa ya leo sikuielewa, mhubiri sikumuelewa, tumechukua muda mrefu, yani nimetoka utupu. Utatoka hivyo hivyo bure. Baba tusaidie sana. Baba tusaidie, wana wa Mungu. Na mwisho wa siku tunabakia kwenye hali ya kunyonywa mpaka tunaisha. Nakuomba usimame. Jinsi unavyoishi wewe unajua, na mazingira unayokutana nayo wewe unajua. Waliokataa kujinajisi Mungu alitembea nao. Waliokataa kujitia katika uchafu Mungu alitembea nao. Waliokataa kumdhalilisha Mungu wao aliyowaita Mungu alitembea nao. Waliokataa kumtukanisha Mungu wao Mungu alikaa pamoja nao. Wakaishi kinyume na formula za wanadamu. Waliojizuia hatutaki tuchafuke, Baba alitembea nao katika usafi huo. Walikubali watembee kwenye tope ili mradi watunze uwepo wa Mungu. Walikubali wadhalilike, wadharauliwe ili mradi watunze uwepo wa Mungu. Walikubali kuonekana si kitu, lakini ili mradi watunze uwepo wa Mungu, wamtunze Roho Mtakatifu. Walikubali kuonekana ni watu ambao hawaendi na wakati, lakini ili mradi tu asije wakaondoka kwenye position ya kimungu. Kuokoka so fashion, hapana. Kama kuna nafasi Mungu amekupa kwenye familia, nyenyekea tu. Kama kuna nafasi Mungu amekupa kwenye huduma, nyenyekea tu. Kama kuna jambo unadhani ungelifanya kwa akili yako, wewe nyenyekea tu. Wewe shuka tu. Kama kuna mahala Mungu anasema mwanangu hapo usipite, usipite kweli, subiri. Tunza utukufu wa Mungu. Ni bora uonekane ni mtu wa ajabu, lakini kaa tu vizuri na Mungu. Mungu ameshika maisha yako. Embo acha ulimwengu uende. Kubali tu hayo mazingira ambayo unapita. Kubali tu. Wewe jitunze tu mwana wa Mungu. Jitunze. Usipoteze thamani yako mbele za Mungu. Usipoteze hiyo thamani. Usipoteze. Kubali usumbufu tu. We kubali kwa utukufu wa Mungu. Lakini hebu jitunze mwana wa Mungu. Tuko pabaya, tuko pachafu sana. Tuko pachafu mno. Usikubali ukajinajisi kwa namna yoyote, usikubali. Lakini angalia hali ya uwepo uliokuwa unayo, bado unayo. Ile sauti ulikuwa unasikia, bado unaisikia. Ule upako ulikuwa nao, bado unao. Ile nguvu ya maombi ulikuwa nayo, bado ipo. Ile mamlaka uliokuwa nayo, bado ipo. Ule moto uliokuwa unao, bado unao. Ule utulivu wa kiroho uliokuwa unao, bado unao. Ile nidhamu ya kiroho uliokuwa unayo, bado unayo. Ule unyenyekevu uliokuwa nao, bado unao. Lenina endelea ninazi tembea ubiu yasikie Bwana nipandishe Bwana see
Naomba uje tuombe, wewe ambaye kuna jambo lilikuwa linakukatisha tamaa. Mimi sijui na Yesu itamani kutoka kwenye position yako, lakini Mungu amekuheshimu sana. Mimi sielewi ni nani, lakini njoo tuombe.